Hello mtazamaji wa Mafie TV, habari ya kwako? Asante sana mwanafamilia kwa kuendelea kutufuatilia. Kama ndio kwa mara ya kwanza unatufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Simba umesafiri mpaka pale Tunisia kutafuta huduma ya mchezaji katika eneo la kiungo kwa ajili ya kupata mbadala wa mtu kama Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Kagoma ambao wamekuwa wakicheza eneo la chini zaidi kwenye upande wa kikosi cha Simba kwa msimu 2024-25, msimu ambao haujawa na matunda mazuri kwa upande wa kikosi cha Simba. Pengine sehemu ambapo wamekuwa na matunda mazuri ni kwenye eneo la kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wamefanikiwa kufika hatua ya finali kwenye michuano hii, ambapo kwa muda mrefu walikuwa wanatamani kufika, ikiwa imepita takriban miaka 30 na tangu wao wafike katika hatua ya final, na ilikuwa ni mwaka 1993. Sasa imekuja tena kujirudia 2024-25 ambao ulikuwa ni msimu bora kwa upande wao, wakiwa wanajivunia zaidi katika hatua ambayo wamefika licha ya kwamba hawajapata medali. Lakini sasa taarifa ipo hivi ni kwamba Simba wao wameenda hadi pale Tunisia kuulizia huduma ni kumpata kiungo mkabaji Bala Musa Conte mwenye umri wa miaka 21 kutoka Spark Safienia pale Tunisia. Conte anayemaliza mkataba wake Juni 30, 2026, kinachosababisha kuondoka ndani ya kikosi cha Spark Safienia pale nchini Tunisia ni malimbikizo ya mishahara yake anayodai na pesa za usajili. Ndio sababu kubwa ambayo inamfanya anaondoka ndani ya kikosi cha Spark Safienia, ambapo kwa msimu uliopita, msimu 2024-25, tunakumbuka walikuwa na Simba katika michuano ya kombe la shirikisho kwenye hatua moja kwenye upande wa matua ya makundi, na Simba alifanikiwa kupata alama ndani ya kikosi cha Spark Safienia ambayo waliicheza nayo. Sasa iko hivi, ukiangalia statistiki zake jinsi ambavyo zilivyo zinakuonyesha kwamba huyu ni mchezaji mzuri sana. Kwanza ni raia wa Guinea, na cha pili ana umri mdogo kwa sababu ana miaka 21 hivi sasa, akiwa amezaliwa Aprili 15, 2004, akiwa sasa hivi ana miaka 21. Na ukiangalia amecheza michezo 64 mpaka sasa hivi ndani ya kikosi cha Spark Safienia na hajafanikiwa kufunga goli lolote. Huyu ni kiungo wa chini. Kwenye kundi michezo ambayo amecheza kwenye upande wa Confederation Cup barani Afrika msimu 2024-25, alicheza dhidi ya Bravo Makwizi ambapo alicheza dakika 90 bila kufunga wala hakupata kadi yoyote ya njano, akiwa na rate ya 7.3. Lakini alicheza dhidi ya Constantine ambapo walipoteza kwa goli 3-0. Alicheza dakika 81, hakufunga wala hakuasisti, lakini alipata kadi ya njano moja na alitoka dakika 81 akiwa na rate ya 6.1. Alicheza dhidi ya Simba, ilikuwa ni Juni 5, 2024, ambapo Simba Simba alishinda goli 1-0. Alicheza dakika 90. Akacheza Disemba 15, 2024 dhidi ya kikosi cha Simba, ambapo Simba aliibuka na ushindi wa goli 2-1 na alicheza dakika 90 bila kuwa na kadi ya njano, bila nyekundu, lakini hakufunga goli wala hakuasisti. Lakini Bravo Makwizi alicheza, ambapo Bravo ilishinda 3-2, alicheza dakika zote 90. Lakini dhidi ya Constantine mchezo wa marejeano alicheza dakika 90, lakini huku kwenye mchezo wote akiwa na rate ya 7.8 na alipata kadi ya njano. Sasa huo ni mfafanuo tu ambao nimekupa. Sasa kwenye msimu huu 2024-25 ambao umemalizika, Ligue Pro pale Tunisia, amecheza michezo 23 bila kufunga goli yoyote, bila kuasisti, ikiwa ni sawasawa na dakika 1355. Lakini amecheza kwa Confederation Cup ambapo nimekufafanulia michezo 7 ambayo ni sawasawa na dakika 591. Kiujumla katika michezo 30 ambayo amecheza, ikiwa ni pamoja na ligi ya ndani pamoja na michuano CAF Confederation Cup, amecheza michezo 30. Amecheza dakika 1946 bila kufunga goli lolote. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye
hajawa na msimu mzuri kwenye upande wa ufungaji, lakini sio shida. Shida ni aina ya kiungo gani ambaye huyu Simba wanamhitaji. Ni kiungo ambaye ni wa eneo la chini kwenye upande wa ukabaji. Maana yake wanahitaji mtu ambaye anaweza kawasaidia kazi ambayo Kagoma anaifanya, basi wapate msaidizi ambaye ni mbadala ambaye anaweza kaifanya zaidi ya Kagoma ambavyo anafanya. Na siku zote ili ufanye vizuri zaidi lazima uwe na quality ambazo zina tofautiana, na ndicho ambacho kinabeba timu nyingi kubwa barani Ulaya, barani Afrika. Baadhi ya timu ambazo tumekuwa tukiziona, mfano Mamelodi Sundowns, ukiangalia Orlando Pirates, Al Ahly, Raja Casablanca, Esperance Tunis, ni timu ambazo kila maeneo wana quality ambazo zinaamua muda wote. Sasa ambacho kimewafelisha Simba kwa msimu uliopita 2024-2025 ni msimu ambao hawakuwa na quality ya maamuzi kwenye kila eneo, kwenye kila idara. Hawakuwa na quality ambayo inatoa namna gani ambavyo wanaweza wakapata matokeo mazuri kwa kila eneo ambalo watakuwa wanacheza, ikiwa ni kwenye eneo la ushambuliaji ambapo ndipo Simba hawakuwa na mchezaji hatari ambaye anajua namna gani ya kutumia mipira ambayo inaletwa kwenye eneo la ufungaji. Lakini hapa tunamzungumzia mchezaji mwingine kwenye eneo la kiungo ambapo hawakuwa bora, hususan katika msimu 2024-2025 kwenye eneo la viungo wa katikati. Unapozungumzia kiungo mkabaji lakini kiungo msambazaji wa mipira, walikuwa na mtu mmoja tu ambaye amekuwa favorite sana ambaye ni Nyachazi Ahoua, lakini wamekuwa na mtu ambaye pengine viungo ambao wanatokea pembeni wamekuwa na matokeo mazuri. Hapa unamzungumzia mtu kama Elie Mpanzu Kibisawala ambaye aliingia dirisha dogo la usajili, lakini unamzungumzia Kibu Dennis ambaye amekuwa nyota kweli kweli akiwa anatokea pembeni. Kwa hiyo unaona wamekuwa na viungo wazuri ambao wanatokea pembeni, lakini sio wazuri ambao wanatokea katikati. Kwenye eneo la ushambuliaji bado hawajawa na watu ambao wanajua kutumia nafasi pasavyo pindi ambapo zinakuwa zinajitokeza. Ndicho ambacho kimechangia Simba wanashindwa kukosa ubingwa, lakini na kiungo ambaye ananusa harufu ama hatari ambazo zinakuwa zinaelekea langoni kwao. Wamekosa mtu ambaye anakuwa na mipira mizuri. Wamekuwa na Kagoma, lakini Kagoma bado sio quality ambayo inatosha kuonyesha kwamba huyu ni mtu kama Alidi Aucho pale Young Africans. Kwa hiyo unaona ni walikuwa wanahitaji mtu ambaye anaweza katoa harufu zile ambazo zinaelekea langoni mwao. Kwa hiyo na mimi naamini kwamba Simba kwa aina ya kiungo huyu ambaye wamemtazama na wamesafiri hadi huko Tunisia kwa ajili ya kwenda kuulizia bei yake, basi wanaweza wakawa wamepata kiungo bora sana, na ambacho kitachangia wakampata kwa urahisi ni malimbikizo ya mishahara ambayo yeye mwenyewe anadai, lakini na pesa zake za usajili ambazo hakumaliziwa kupewa. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo mchezaji huyu bado anaweza akashawishika na Simba kwa ajili ya kumtumia katika msimu 2025-26. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafia TV.